Mwigizaji Sandra kutoka kwenye movie ya Love Me Again ameweza kufunguka na kueleza mazito kuhusiana na moja ya kitendo ambacho kilimuumiza sana, licha ya changamoto nyingine ambazo amekuwa akizipitia, lakini moja tukio ambalo yeye kwa upande wake anasema kwamba lilimuumiza sana, na huenda wale ambao walisababisha ile tukio likatokea, lengo lao walikuwa wanataka kumrudisha nyuma sana, ili mwisho wa siku sasa asiweze kuendelea pale ambapo mashabiki walikuwa wanatamani aweze kuwepo. Sandra ameweza kuelezea hayo yote huku akifunguka pia kuhusiana na sakata ambalo amesema kwamba katika hili mashabiki ndio ambao watatoa jibu kwamba wanatamani iweje kuhusiana na hicho ambacho Sandra ameweza kukizungumza. Sasa yote mimi nakuachia hapa kupitia video hii hapa hivi, na utaweza kwenda kusikiliza, na pia utakuja kuniachia comment yako kuhusiana na hiki ambacho Sandra ameweza kukizungumza, na nadhani pia maoni ya mashabiki hapa yatakuwa ni moja kitu muhimu sana ambacho kitafanya sasa maamuzi yawe ni yapi kuhusiana na hiki ambacho Sandra ameweza kukielezea hapa. Lakini yote kwa yote, ngoja nikukumbushe tu mda wangu kwamba najua kuna wengi zaidi ambao mnaikubali sana movie ya Sandra ambayo inafahamika kwa jina la Love Me Again, and of course kama unaifuatiliaga basi tungane hapa chini ya hii video kwa kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video, ikiwa ni ishara kwamba ni moja ya mdau mzuri sana na unaipenda sana movie ya Sandra inafahamika kama Love Me Again. Kwa hiyo usisahau tu kusubscribe kama ni mmoja wa mdau wa hiyo movie, lakini pia like video, kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuniachia maoni yako kutokana na hiki ambacho utakuwa umeweza kutazama na kukisikiliza katika hii video. Mimi naitwa Gabby Official na hii ni Bongo Vibe, channel namba moja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba taarifa zote na updates zote za muhimu nitakuwa nakuletea hapa na utakuwa unafahamu kila ambacho kitakuwa kinaendelea. Maybe kuna mwigizaji mpya anaingia au kuna mwigizaji ambaye anatoka na vitu kama hivyo, nitakuwa nakuletea info zote hapa. Kwa hiyo make sure tu umesubscribe, utakometisha sana. Sasa kama ambavyo tunafahamu ni kwamba Sandra bwana ni mmoja wa waigizaji muhimu sana katika ile movie ya Love Me Again. Kwanza ndio mwigizaji mkuu na ni movie yake pia. Kuna tukio ambalo lilitokea naweza kusema ni siku kadhaa zilizopita au wiki kadhaa zilizopita kumhusu mmoja wa mwigizaji wa Sandra. Of course tunamfahamu Johnny. Johnny alikuwa ni mwigizaji ambaye alikuwa anapendwa sana na watu wengi walikuwa wanamappreciate sana kutokana na chemistry yake na Sandra na vitu kama hivyo, lakini ikaja kutokea akapata changamoto. Tunafahamu aliondoka. Alivyotoka kwenye ile movie alikuwa amepata changamoto, kwa mwisho wa siku alikuwa anasema kwamba wanasubiria mpaka aweze kurecover then waweze kumrudisha. Lakini katika kile kipindi chote ni kwamba wakati John amepata matatizo ilibidi wafanye replacement. Najua mnakumbuka vizuri sana, akaletwa John mwingine ambaye mpaka sasa hivi ndio yupo. Sasa kilichokuja kutokea ni kwamba Sandra anasema baada ya John kuweza kurecover na kukaa sawa, aliamua kuachana na Sandra na akaweza kwenda kujiunga na movie nyingine bila taarifa yoyote, katika kipindi ambacho Sandra alikuwa anaamini kwamba huyu John mpya atadumu ndani ya muda mfupi tu, baada ya hapo ataweza kutoka, then yule John mwenyewe original ataweza kurudi. Lakini akaamua kusepa na kuweza kwenda kuigiza katika movie nyingine bila kubadili bila kuwasiliana na Sandra, na mwisho wa siku Sandra anakuambia kwamba ilimkosti sana, kwa sababu mwanzoni watu wengi sana walikuwa wanatamani kwamba yule John aweze kuwepo, lakini finally ikawa ni ngumu zaidi na wakaona wakashangaa wanamuona kwenye movie nyingine. Sasa kilichopo ni kwamba Sandra anasema kwamba kwanza ni swala ambalo lilimuumiza sana, lakini pia lilimfanya akalia, kwa sababu alikuwa anampigia simu zake John alikuwa hapokei na vitu kama hivyo. Baadaye sasa wakati mashabiki wameweza kumuelewa huyu John aliyopo sasa hivi, anasema kwamba amepokea taarifa yule John wa kwanza anamtafuta, anampigia simu, anatamani sana aweze kurudi kwenye hii movie kwa ajili ya kuweza kuendelea na mapambano kama kawaida, akisema kwamba alikosea, alikuwa ameshawishiwa na watu na vitu kama hivyo. So moja ya kitu ambacho Sandra anahitaji hapa na anatamani kupata maoni ya watazamaji wake ni kwamba mpaka sasa uchaguzi sahihi wa watazamaji ni upi? Je, mnamtaka John huyu wa sasa hivi au arejee yule John wa mwanzo ambaye mlikuwa mnamkubali kipindi kile pale hivi? Hiki ndicho ambacho Sandra anasema kwamba maoni ya mashabiki yatadetermine kama mrudishe John yule wa mwanzo au aendelee na John wa sasa hivi, lakini bado maoni ya mashabiki ni muhimu zaidi. Kwa upande wako, comment yako nipi kuhusiana na hiki? Unadhani John yupi ambaye anafaa, huyu wa sasa hivi au yule John ambaye alikuwa mwanzoni alafu baadaye akaondoka? Niambie kwenye comment section, lakini before huja comment naomba nikukumbushe usisahau kusubscribe, alafu ndio tuachie comment yako, utakometisha sana.